Rais mstaafu wa awamu ya nne wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Jakaya Mrisho Kikwete amefanya mazungumzo rasmi na mwanadiplomasia mwandamizi pamoja na mshauri mkuu wa rais wa Marekani Donald Trump, Bwana Masad Boulos. Kiongozi huyo kutoka nchini Marekani ambaye anashughulikia kwa ukaribu masuala yote yanayohusu ukanda wa nchi za Afrika, Uraibuni pamoja na Mashariki ya Kati amekutana na Daktari Jakaya Mrisho Kikwete nchini Norway. Mazungumzo hayo ya kidiplomasia ya ngazi ya juu yalifanyika pembezoni mwa mkutano mkubwa wa kimataifa wa Oslo Forum wa mwaka 2026 ulioanza tarehe 10 ya mwezi wa Juni hadi hivi majuzi. Mkutano huo uliopo jijini Oslo nchini Norway uliwakutanisha kwa pamoja viongozi mbalimbali wakuu, wanadiplomasia waandamizi wa mataifa na wataalamu waliobobea katika masuala ya amani na usuluhishi kutoka maeneo mbalimbali duniani kote. Lengo kuu la mkutano huu lilikuwa ni kujadili kwa kina changamoto kubwa za kiusalama zinazoikabili dunia kwa sasa, masuala ya kidiplomasia pamoja na ya kuimarisha juhudi za makubaliano ya amani kati ya maeneo yote yenye migogoro. Katika hatua nyingine inayohusu diplomasia ya kimataifa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amewasilisha ujumbe maalum na mzito kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres jijini New York. Ujumbe huo maalum wa Rais Samia Suluhu Hassan ulilenga kusisitiza kwa dhati dhamira za dhati za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuimarisha ushirikiano wa kimataifa, kulinda amani duniani pamoja na kuhakikisha uwepo wa maendeleo endelevu. Ujumbe huu wa mkuu wa nchi uliwasilishwa rasmi mbele ya kiongozi huyo wa Umoja wa Mataifa na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki na Tanzania, Balozi Mahmoud Thabit Kombo mnamo tarehe 16 mwezi Juni mwaka 2026. Hatua hii inaonyesha mwendelezo wa ushirikiano wa karibu uliopo kati ya serikali ya Tanzania na chombo hicho kikuu cha kimataifa katika kusimamia masuala mbalimbali ya ustawi wa jamii na kiuchumi. Baada ya kukamilika kwa mazungumzo hayo rasmi kati ya pande hizo mbili, waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Balozi Mahmoud Thabit Kombo alimkabidhi Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres zawadi maalum ya kitabu kinachohusu maisha na harakati za hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye alikuwa rais wa kwanza na muasisi wa taifa la Tanzania. Hatua hiyo ilitokana na utambuzi wa dhati wa serikali ya Tanzania kuhusu jinsi Katibu Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa amekuwa akivutiwa kwa kipindi kirefu sana na maoni ya uongozi bora, falsafa, miongozo pamoja na mchango mkubwa na wa kipekee uliotolewa na Rais Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kuhusisha amani ya kikanda na ya kimataifa, maendeleo ya jamii pamoja na kuimarisha ushirikiano thabiti kati ya mataifa mbalimbali duniani. Mkutano huo wa Oslo Forum wa mwaka 2026 nchini Norway umetoa fursa ya kipekee kwa viongozi mastaafu kama Daktari Jakaya Mrisho Kikwete kubadilishana mawazo na washauri wakuu wa serikali ya Marekani kama vile Bwana Masad Boulos, hususan katika masuala yanayohusu amani ya bara la Afrika na maeneo ya Mashariki ya Kati. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania na mataifa makubwa kama Marekani pamoja na mashirika ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa umezidi kuimarika kupitia matukio haya mawili makubwa yaliyojiri mnamo mwezi huu wa Juni.
Hatua ya Rais Samia Suluhu Hassan kutuma ujumbe huo maalum kwa Bwana Antonio Guterres kupitia kwa Waziri Balozi Mahmoud Kombo inathibitisha nafasi ya Tanzania katika ulingo wa siasa za kimataifa, huku zawadi hiyo ya kitabu cha Mwalimu Nyerere ikitumika kama ishara ya kipekee ya kuenzi misingi ya amani, uhuru na ushirikiano wa kimataifa ambayo taifa hilo limekuwa likitambuliwa nalo tangu kupata uhuru wake. Kukutana kwa viongozi hao na kuwawakilisha wakuu wa serikali ya Marekani na Umoja wa Mataifa kunaashiria namna ambavyo masuala ya amani na usuluhishaji yanavyopewa kipaumbele kikubwa katika kidiplomasia ya Tanzania, iwe kupitia viongozi waliopo madarakani au wale wamestaafu. Mazungumzo yaliyofanywa na Daktari Jakaya Mrisho Kikwete na mshauri huyo mwandamizi wa Rais Donald Trump yanabainisha wazi nia ya serikali ya Marekani kushirikiana na viongozi wenye uzoefu mkubwa wa masuala ya Afrika katika kutatua changamoto za kiusalama na kimaendeleo. Wakati huo huo, makabidhiano ya kitabu cha misingi ya uongozi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa kiongozi mkuu wa Umoja wa Ulaya na mataifa yanalenga kukumbusha na kusisitiza umuhimu wa kufuata misingi ya uadilifu na usawa katika kusimamia maendeleo endelevu na amani ya kudumu kote duniani, jambo ambalo limekuwa nguzo kuu ya sera za mambo ya nje ya Tanzania tangu enzi za uhuru hadi kufikia sasa mnamo mwaka huu wa 2026. Mkutano huo wa Oslo uliofanyika nchini Norway kuanzia tarehe 10 hadi tarehe 18 uliweka mazingira mazuri ya viongozi kujadili kwa faragha masuala mazito ya kimkakati, huku uwasilishaji wa ujumbe wa Rais Samia Suluhu Hassan tarehe 16 Juni ukikamilisha mtiririko wa matukio muhimu ya kidiplomasia kwa nchi ya Tanzania katika jukwaa la kimataifa. Juhudi hizi za kidiplomasia zinaendeleshwa na viongozi wa ngazi za juu wa Tanzania, zinazidi kuweka msisitizo katika utatuzi wa migogoro kwa njia ya amani na usuluhishi wa kidiplomasia, misingi ambayo imekuwa ikitumiwa na nchi hiyo katika kuimarisha taswira yake chanya mbele ya mataifa mengine na mashirika makubwa ya kiserikali duniani. Balozi Mahmoud Kombo alihitimisha ziara yake hiyo kwa kuwasilisha maono ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na kuhakikisha kuwa zawadi hiyo maalum inamfikia Katibu Mkuu Antonio Guterres kama ukumbusho wa mchango wa kudumu wa Tanzania katika amani ya dunia na kwenye ramani ya dunia kuwa kipaumbele kuweka amani, ushirikiano na mataifa za Afrika, mashirika za kimataifa pamoja na nchi ya Marekani.